hajatimiza hata mwaka mmoja. Aliikuta Simba iko katika hali gani? Nini amebadilisha na kitu gani ambacho kimeongezeka kwa Simba hivi sasa chini ya kocha Fadlu? Lakini pia umezungumza kuhusiana na maingizo mapya ambayo Simba wameyafanya. Wachezaji wengi wanaonekana ni wachezaji wenye njia ya mafanikio. Panga ambalo walipitisha Simba, safisha ambao walifanya mara baada ya msimu uliopita kumalizika na kuleta maingizo mapya, maamuzi magumu, baadhi ya nyota ikiwemo Chama pia waliachana naye, imewalipa? Ya kwa tafsiri kwamba imewalipa kwenye eneo la kuona kwamba wale walioingia wamejaribu kuonyesha takriban 80% ya performance ya kile ambacho Simba walikuwa wamekimiss kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo unasema imewalipa, kwa sababu tunaona Simba imekwenda hatua ya nusu finali, jambo ambalo ilikuwa muda mrefu sana, no matter ni Confederation, kwa sababu wale kutolewa pia na Orlando kwenye Confederation hivi wakiwa na kina wakiwa na kina Kratos hawa, wakina Inonga walitolewa, sio? Kwa hiyo sasa hivi tunazungumza ni Simba ambayo imekwenda ikiwa na wachezaji wengi ambao umri wao ni mdogo. Kwa hiyo ni mafanikio ambayo wameyapata takriban 80%. Kwa hiyo kusema lile panga ambalo wamepitisha, inawezekana ukimfuata kiongozi wa Simba kumwambia panga mlopitisha matarajio yalikuwa ni kufika hapa, inaweza wengi wao wakasema tu ndio kwa sababu timu imefika hapa, lakini kiuhalisia haikuwa wafike hapa. Lakini wamefika hapa kwa sababu ya mipango mikakati mizuri, benchi zuri la ufundi ambao wako nalo, lakini pia wachezaji kujitoa zaidi uwanjani kwa njia walikuwa nayo. Kuna kitu hapo umekieleza kwamba kipi ambacho Fadlu amefanikiwa, kipi ambacho Fadlu amekiongeza, mpango ulikuwa wapi? Ukiangalia Simba wakati imeanza msimu, neno la kwanza lilikuwa ni kujenga timu. Na unapokuwa kwenye ujenzi, wanasema ukiwa unajenga kwa mfano nyumba, ukaona una uwezo wa kuimaliza nyumba kwa muda mfupi, do it. Na kitu ambacho watu hawafahamu, kutaja neno kujenga kwa viongozi wa Simba ni kitu rahisi, ila kukupa muda ujenge timu sio kitu rahisi. Timu za Simba na Yanga zimejengwa kwa mafanikio. Yaani kila msimu ukiisha watu wanazungumza mafanikio. Wanaangalia hakuna, kwa lugha nyepesi, hakuna project kwa Simba na Yanga. Asije akaja kocha Tanzania akajidanganya mimi niko kwenye project. Kwenye hiyo project ambayo wanasema wamekupa, fanikiwa. Yaani hapo ndo wanakuelewa. Lakini sio kwamba project umeishia makundi, shirikisho, project una kombe la ligi, project sijui hauna FA hauna nini. Brother, kesho tu asubuhi utakuta mabegi yako uwanja wa ndege umeondoka, kwa sababu ndio sanaa ya Simba na Yanga imejengwa. Na ukitaka uangalie na uamini katika hilo, tazama kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa baada ya nafikiri ya game ya kwanza ya hatua ya robo finali. Kuna watu wengi, kuna baadhi ya watu walianza kumtaja kocha kwamba kocha afanye mabadiliko kwa wakati. Umeelewa? Yaani washasahau kama hii ni plani ambayo wametengeneza kwamba inatengenezwa timu ambayo inakuja kuwa bora miaka 2-3 mbele. Wanataka timu ibebe makombe kwa sababu wanaamini Simba ni klabu ambayo imetengenezwa kwenye mafanikio. Kwa hiyo kwenye plani hiyo ya Simba kuitengeneza Simba ambayo inajengwa, wakati huo kocha anawapeleka kwenye mafanikio, ndio kitu ambacho mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanakipenda, na timu imefika huko alipo. Kwa hiyo namuona Fadlu kama mtu ambaye alikubali kuingia kwenye mipango ya uongozi wa Simba, lakini ameonyesha pia naye, unajua unaweza kupewa kazi lakini pia onyesha ubora wako wa kazi. Ndivyo namna ambavyo Fadlu anafanya, kwamba yes, kuna wachezaji wengi Simba ambao kwangu mimi naweza nikasema sio madaraja makubwa kwenye level ya ushindani, lakini kupitia kocha na game plan yake imemsaidia na imewasaidia wachezaji kuonyesha kwamba ni wachezaji wazuri zaidi. Mfano sasa hivi tukizungumza, Simba inahitaji quality zaidi ya ile, pengine kurejea msimu ujao kama wanakwenda kwenye Champions League. Quality kwenye maeneo gani? Kuna maeneo mengi ya uwanja wanahitaji quality. Defense yao kwenye eneo la center back wanahitaji center back mwingine ambaye anaweza akaongeza nguvu kwenye lile eneo na timu ikawa na uimara mkubwa zaidi, sio? Malone tumekuwa tukimwona anacheza vizuri yeye na Hamza, lakini Karaboni kama vile bado ana ups and down, sio wale ma top defender kwenye hilo eneo, kwa sababu unaangalia baadhi ya mabeki wa Simba ambao wanacheza kwenye lile eneo, mtu kama unajua hata Inonga watu wanamzungumza kwenye level hiyo ya kawaida, lakini miongoni mwa mabeki bora sana ambao waliwahi kupita Simba. Unahitaji kuwa na mabeki almost 4 ambao wana quality kwenye hilo eneo, sio? Lakini pia tunaangalia angalia eneo la kiungo kwa upande wa Simba. Tumekuwa tukimzungumza zaidi mtu kama Yusuf Kagoma, yes anacheza vizuri sana, lakini bado Simba inahitaji
a top defensive midfielder. Mimi kila siku nilikuwa nikiwaambia Kagoma ni kiungo mzuiaji mzuri ambaye ametengeneza balance kwa Simba pale chini, lakini bado Simba inahitaji a top defensive midfielder kwa sababu wanatoka kwenye tournament ya Confederation na kwenda Champions League, na katika kitu ambacho kilikuwa kinaiangusha Simba kwenye CAF Champions League ni kukosa top player kwenye baadhi ya maeneo ambao wanaweza kaiua mechi na kusonga hatua ya nusu finali. So unapokwenda ligi ya mabingwa, kumbuka unakutana na hao Mamelodi, unakutana na Esperance de Tunis, unakutana na Ahli ambao watakuuliza maswali mengi, hata mfanya Kagoma awe free zaidi kucheza kwenye eneo. So unahitaji mchezaji ambaye ana uwezo wa kumeza hiyo pressure kwenye eneo la kiungo mkabaji. Kwa hiyo watahitaji kiungo mkabaji mwingine. Lakini pia ukitazama Simba inahitaji number 10 ambaye ana character tofauti na Jean Charles Ahoua. Sijamaanisha Ahoua ni mbovu, ila mwenye character tofauti kidogo kuadi ubora kikosi. Kwa sababu unapokuwa na miss Ahoua unaona timu ina miss vitu vingi kwenye ile eneo, ina miss kile alichokuwa anakitoa Ahoua, ina miss plus kitu kingine ambacho kinakosekana kwenye eneo la playmaking. Kwa hiyo watahitaji namba 10 mwingine mwenye character tofauti kuadi ubora kikosi, alafu wahitaji namba 9 mwingine ambaye ana uwezo mkubwa kufunga. Steven Mkwala na Leon Ateba kwangu mimi bado sio wachezaji ambao wanatosha kuiongoza Simba kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo wakiadi hayo maeneo ambayo nimekutajia, na mimi Simba inaweza ikarudi kawa imara zaidi kwenda kushindana sasa kwenye CAF Champions League. Lakini kwa hapo walipofika kwangu mimi ni mafanikio tosha. Hata kama hawatachukua ubingwa wa Afrika, naamini Simba itakuwa imesucceed zaidi msimu huu kwenye Confederation kulingana na aina ya wachezaji walionao, kocha walionaye na mipango mikakati ambayo walikuwa wamejiwekea. Bwana sawa. Bwana Po, kwa upande wako Simba wamekwenda finali, lakini hapa tuzungumzie mchezaji mmoja katika kikosi cha Simba, na tuanze na goalkeeper Kamara ambaye jana amefanya save 4. Mikojo ambayo ilipigwa na Stellenbosch. Ni goalkeeper ambaye kwa sasa Simba wanaenda kunufaika naye sana kwenye eneo la goalkeeper. Ni goalkeeper ambaye ana kiwango bora sana Musa Pini Kamara, hasa anapokuwa golini. Mchezo kama wa jana ukimwangalia Musa Pini Kamara alikuwa alicheza kiutu uzima sana, mimi za kusema hivyo kwenye engo hiyo, kwa maana alipokuwa golini yeye ndo alikopoa anaiamuru kama Simba kwenye aina ya uchezaji kwamba mchezo mkubwa kuna namna ya kucheza. Unaweza ukasema alikuwa anapoteza muda, lakini kwa aina ya game, kwa golikipa kama yeye alikuwa anajua mechi kubwa kama hizi zinaamriwa vipi na tunaenda kucheza vipi. Musa Pini Kamara kafanya save zaidi ya 4, pengine Stellenbosch walikuwa wanaenda kupata goli haraka, maana safu yao ya ushambuliaji ukiangalia jana ilikopo ni wao kweli. Divide Titus alikuwa wa moto sana, mashuti karibia 2 alipiga on target. Musa Pini Kamara anaenda kufanya save nzuri kabisa. Andrew De Jong pia alikuwa anamjaribu, aliruka vichwa kama mara 3. Musa Pini Kamara alikuwa anaenda kufanya save. Ni golikipa mzuri ambaye Simba kwa sasa wananufaika naye, na pengine kuelekea finali anaweza kwenda kuivusha Simba mahali pakubwa tu. Kuelekea ndio nataka nikwambie kitu kimoja kwamba